diwani wa kata Kisutu Tosif Bojani. Nashukuru jumuiya ya Lohana kutualika kwenye hafla hii. Mimi nipo hapa kwa niaba ya bunge wetu Mheshimiwa Azan Zungu na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nashukuru sana kwa mwaliko kwa hafla hii na wapongeza jumuiya ya Lohana kuleta hafla hii. Wapo katika maombi na nawapongeza kuwasaidia jamii. Wao wanayo taasisi ambao wanamsaidia watu wengi, wanagawa chakula karibia kila siku kwa watu zaidi ya 100. Wanasaidia katika mambo mengi sana, katika madawa, katika maafya, shule na vitu vingi sana. Nawapongeza kwa hafla hii mnaofanya. Vile vile ni muombe jumuiya hii, mpo katika maombi, tuombe kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania na kwa ajili ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na kwa ajili ya viongozi wote wasimame imara katika majanga na waendelea katika dunia hii sasa hivi, ili Mungu akupe afya njema kwa rais wetu na asimame imara kwenye hii. Ni waombe taasisi zingine wajitokeze kama hawa wanaofanya, ili tusaidiane katika jumuiya yetu. Jumuiya yetu tunahitaji msaada mbalimbali kama rais wetu anaopigania na nchi nyingine ili tupate msaada kwenye nchi yetu. Vile vile naomba jumuiya zote wajitokeze na watoe msaada kwa nawezekana, ambayo tuinue watu wetu hapa nchini. Kwa jina naitwa Mr. Amit Karia kwenye dhehebu la Sheikh Lohana Majen. Leo tuna furaha sana kufanya kongamano la kumkumbuka Sheikh Jalaram ambaye ndiye alikuwa ni muumini wa Sheikh Lohana Majen. Alijitolea kusaidia watu wasiojiweza katika kipato chake cha hali halisi. Kwa hiyo leo tumepata ugeni wa shehe wetu Mr. Piyush kutoka India, ambaye atatuelekeza zaidi Jalaram alikuwa nani na alifanya shughuli zake vipi kwenye historia yake ya makazi yake. Ndio picha yake iko hapa nyuma yetu. Yeye ni kiongozi ambaye alijitolea kusaidia watu ambao hawajiwezi na amefungua taasisi ulimwengu mzima, karibia nchi zote duniani, na taasisi mojawapo iko hapa Dar es Salaam, inaitwa Sheikh Jalaram Sewa Mandar Dar es Salaam. Inahudumia kutoa huduma za mahitaji ya watu wa kawaida, ikiwemo walemavu, wagonjwa na mambo mengine kadhalika ambayo ya jamii yanahitajika. Kwa hiyo tuna furaha zaidi sana kupata ujio wa shehe huyu ambaye atatuongoza zaidi kufanya mambo zaidi ya jamii. Kwa hiyo tunaomba kwa ushirikiano wa nyinyi waandishi wa habari na kiongozi wetu Mr. Tosif, diwani wetu wa kata ya Kisutu, tunashukuru kwa ujio wake pia. Kwa hiyo tunaomba tuwe pamoja kwa sherehe hii ya siku 5 mpaka tarehe 3 mwezi wa 4, na baada ya hapo tutaendelea na shughuli zetu za kawaida. Tunatoa huduma kwa watu wasiojiweza na mambo mengine ya hitaji ya jamii. Kwa mfano walemavu tunawapa wheelchair, moja wapo ile pale ukiona iko karibu hapo. Tuna wana magonjwa ya hernia, tunawasaidia kwenye upasuaji wa tezi dume. Kuna wengine wanahitaji huduma za kupelekwa matibabu nchi ya nje, tunawasaidia kuwachangia, na mambo mengi, milipuko ya magonjwa na mafuriko, mianga yoyote inayotokea nchini tunahudhuria. Huyu shehe naye ni mara ya kwanza kama nilivyosema awali Afrika, na sisi yeye amejitolea kuja hapa kwa sababu kuna taasisi hii inaendeshwa hapa. Kwa hiyo anataka kutangaza kwamba huyu mtu ambaye anamtangazia ni nani. Kwa hiyo ndio mojawapo huduma zake, watu wanapata faida gani. Ni mtu aliyojitolea maisha yake, anachopata yeye anahakikisha ambao hawana uwezo wanapata. Kwa hiyo ndio maana hii taasisi iko duniani kila sehemu, Sheikh Jalaram, na huyu shehe ndio mmoja wapo anayejua historia ya Jalaram. Kwa hiyo ni historia ambayo ipo, unaweza kujua ni mtu anajitolea. Kwa nini anajitolea? Hana uwezo, lakini anachopata naye anashare na watu, anawasaidia, na ndio emu yake ya kuweza kutembea duniani kote. Tuna zaidi ya watu kwa kila mwaka inafika 100 na ambazo wanapata huduma za afya kwa taasisi ya Sheikh Jalaram. Naitwa Nishit Patani. Niseme kidogo kuhusu Jalaram. Mpaka sasa hivi nadhani mwaka iliyopita na mpaka mwaka huu tumeshajitolea zaidi ya milioni 100 kwa hii ya mchango tofauti. Wheelchair wanaumwa tofauti sana, na bado tunaendelea kila siku, na cha kubwa namshukuru diwani wetu, amekubali mwaliko wetu kwa muda mfupi sana, akatoa muda wake kuja hapa. Tunashukuru sana na tupo pamoja. Jalaram yupo kwa ajili ya Watanzania wote, sio kwa ajili ya Wahindi, kwa ajili hapana. Kwa ajili ya Watanzania
na msikiti wetu wa Jalaram ipo hapa kwenye kona. Nadhani wengi watakuwa mnajua kwamba tunatoa chakula kila siku asubuhi, breakfast kwa ajili ya watu wote. Tunatoa chakula cha mchana saa 6 na mengi sana. Kwa nashukuru sana Tawfik Bojwani.